Karibu mtazamaji wa Gift Online TV kuendelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment, lakini wewe ambaye tayari ni kumbe shukrani sana, endelea kufuatilia. Hapa tunaweza kukutana na habari za kimichezo, habari za kijamii, lakini pia habari za kiburudani. Na siku hii leo tutakwenda kuzungumzia habari za kimichezo. Shirika la soka Tanzania TFF limethibitisha rasmi kuwa mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga utashuhudiwa mapinduzi makubwa ya kiteknolojia baada ya kuruhusu matumizi ya usaidizi wa video kwa waamuzi ili kuondoa utata uwanjani. Mchezo huo unasubiriwa kwa hamu kubwa utakaopigwa siku hii leo kwenye uwanja wa Aman Complex, huku TFF ikiweka wazi safu ya waamuzi watakaosimamia sheria uwanjani. Kwa hapo, mwamuzi wa kati Ahmed Arajiga anatokea Manyara, lakini msaidizi wa kwanza Mohamed Mkono anatokea Tanga. Msaidizi wa pili Leonard Mkumbo anatoka Manyara. Kwa mujibu wa taarifa ya TFF, waamuzi hao wote watasaidiwa na teknolojia football video support, mfumo maalum unaofanya kazi sawa na VAR ili kusaidia kufanya maamuzi sahihi kwenye matukio tata. Lakini bosi mmoja wa juu kutoka TFF ameeleza kuwa waamuzi waliopangwa tayari wamefanya vizuri kwenye mfumo maalum iliyotolewa na wakufunzi wa kimataifa. FVS itakuwepo na waamuzi hawa miongoni mwa waliofanya vizuri zaidi kwenye mfumo yaliyoendeshwa na mfunzi kutoka nje. Wakufunzi hao pia watakuwa wakifuatilia kila kinachoamuliwa uwanjani ili kuhakikisha mechi hii kubwa inaamuliwa kwa haki na usawa. Hadi maneno ya huyo kiongozi. Lakini teknolojia ya FVS inatarajiwa kuanza kutumika rasmi kwenye michezo mingine ya ligi kuu kuanzia msimu ujao. Mwisho wa kukimbia vyumba, vifaa na kupima sumu vya tua mbalimbali. Lakini pia TFF kupitia bodi ya ligi ya Tanzania TPLB imechukua hatua madhubuti kukomesha migogoro ya timu kugoma vyumba, lakini kubadilishia nguo kwa hofu ya kupulizwa hewa au dawa zenye sumu. Vifaa vya kisasa vya kupima ubora na usalama wa hewa vimeshawasili visiwani Zanzibar na vitatumika mara moja endapo timu yoyote itawasilisha wasiwasi kuhusu usalama wa chumba chao. Mambo ya timu kukimbia vyumba hayatatokea tena kuanzia mchezo wa leo. Tumenunua vifaa vya kisasa vinavyotoa majibu ya haraka. Timu inakamilika, tutapima hapo hapo. Tukikuta kuna shida, tutachukua hatua na itaonekana hakuna kitu kitakachojibu wakikaidi. Kanuni zitachukuliwa mkondo wake, asisitiza hayo bosi huyo. Lakini adhabu kali kwa kukaidi kanuni. Ili kulinda taswira ya soka la Bongo, TFF imeweka kanuni kali ambapo timu yoyote itakayokataa na kukimbia kutumia vyumba rasmi vya kubadilishia nguo bila sababu maalum au za msingi atakuwa na pointi 5 kwenye msimamo wa ligi. Hii ni Gift Online TV, baki na sisi.